Nataka niombe na wewe na nikupe ushauri wa kisaikolojia, mwanamke uliyepoteza hisia kwa mwenza wako. Kumekuwa na hili tatizo kubwa ambalo linawasumbua baadhi ya wanawake, kupoteza hisia kabisa za kindoa na wenza wao. Jambo hili kama limeisha ingia kwenye ndoa yako ni jambo hatari sana. Baadhi ya wanandoa wamejikuta wanaishi kama mtu na dada yake kwa sababu hisia za kindoa zimepotea. Sababu zinaweza zikatofautiana, lakini kati ya sababu kubwa ambazo zinaweza zikazalishwa ni sababu za maumivu ya muda mrefu. Sababu ya maumivu ya muda mrefu, uchungu wa muda mrefu, mapito fulani au kunyimwa jambo fulani kwa muda mrefu inaweza kupelekea hisia kupotea. Lakini pia kujari. Mwanamume kama hajari, haheshimu hisia za mwenza wake, hii inaweza kumpelekea mwanamke kupoteza hisia zake kwa mwenza wake. Lakini pia maneno yanaweza kuondoa hisia kwa mwanamke. Lakini pia mwanamke kupitia maradhi fulani kwa muda mrefu, hii pia inaweza kupoteza hisia kwa mwanamke. Lakini pia ziko sababu za kiroho ambazo zinaweza zikapoteza hisia kwa mwanamke, kama vile mwanamke kuwa na hataki za kiroho au kuvamiwa na spiritual husband, jini mahaba. Hii pia inaweza kumfanya mwanamke apoteze hisia zake kwa mwenza wake, na hata akikutana na mwenza wake basi anafanya kwa ajili ya kumfurahisha mwenza, lakini yeye hafurahi chochote. Limekuwa ni jambo ambalo lina wakumba wanandoa wengi. Mupo kwenye ndoa, lakini ukaribu wa kindoa haupo tena. Furaha ya ndoa haipo tena. Nikukumbusha jambo hili. Kibiblia kama kuna jambo ambalo linaleta faragha, ukaribu na kuwaunganisha ni tendo la ndoa. Tendo la ndoa likikosekana kwenye ndoa kwa wakati, ndoa haiwezi kuwa na amani. Ndoa itakuwa na magomvi mengi, itakuwa na mapishano mengi, itakuwa na panda shuka nyingi, kwa sababu kitu pekee kinachoweza kuwaunganisha wanandoa ili waweze kufurahia na kupeana mawazo yao kwa ukaribu, basi ni tendo la ndoa. Mwanamke ukipoteza hisia kwa mwenza wako, inahatarisha ndoa, inahatarisha afya ya ndoa, kwa sababu ili ndoa iweze kufurahiwa lazima kuwe kuna ushirikiano baina ya pande zote mbili. Upande mmoja ukiwa unatoa ushirikiano na upande mwingine hautoa ushirikiano, hakuwezi kuwa na furaha ya tendo la ndoa. Nataka niseme na wewe mwanamke ambaye uko kwenye changamoto hii. Jambo la kwanza, usijichukie. Usijikatie tamaa. Usione kwamba wewe una mkosi, una bahati mbaya. Kuna mambo unaweza kuyafanya yakaweza kurejesha kabisa ukaribu wa hisia zako kwa mwenza wako. Maumivu ya muda mrefu yanaweza kuchochea hisia zako kuondoka. Ni kweli huenda umeumizwa kimahusiano. Ni kweli huenda wakati mwingine mwenza wako ulikuwa unamhitaji lakini umpati kwa wakati. Jambo hilo linaweza likapelekea mwanamke kuwa na hali mbaya. Mwanamke anapokuwa anamhitaji mwenza wake na mpati, kisaikolojia anaweza kujikuta yuko kwenye hali mbaya sana. Anaweza kujikuta akawa ni mtu mwenye hasira, akajikuta akawa ni mtu ambaye kuna kitu anakihitaji na ajua anakihitaji kitu gani, anajihisi upweke. Wakati mwingine ni kama anajihisi mwili ni mzito, anaumwa, lakini kama haumwi, kwa sababu ukienda hospitali haijulikani anaumwa nini, kwa sababu hajapata ukaribu wa mwenza wake. Ukaribu wa wewe na mwenza wako na ushirikiano wa kikamilifu unaweza kufanya hali yako ya afya, nuru yako na hata ngozi yako kukaa vizuri. Mambo haya Biblia imeisha yatambulisha tangu mwanzo. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 7 mstari wa 5 na kuendelea. Msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda, ili mpate faragha kwa kusali, mkajiane tena, shetani asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Tunaona wazi ya kwamba Biblia imeonyesha tusinyimane au msinyimane. Kitendo cha mmoja kutokuwajibika au kutokumpatia haki mwenzie kinaweza kumfanya shetani apate mlango wa kuingia kwenye ndoa, wa kuingia kwenye familia. Tendo la ndoa likiwa lipatikani kwa wakati kwenye familia, linaweza kuruhusu shetani ajaribu ndoa yako, ajaribu vitu vyako, ajaribu maisha yako, na ukahisi maisha yamekuwa magumu. Mwanamke ambaye unapitia pito hili, unahitaji kukaa chini kujua mlango wa kupoteza hisia zako ni upi. Lakini pia uko mlango ambao unaweza kutumika kupoteza hisia zako, mlango wa kiroho, jini mahaba au mashambulizi ya kiroho.
Jini mahaba linaweza likakufanya upoteze hisia, likakupa magonjwa fulani ya mara kwa mara, na wakati mwingine likakuondolea hisia kabisa kwa mwenza wako. Lakini kwenye ndoto unafurahia na kuna raha unayoipata ambayo hujawahi kuipata katika mwili. Jini mahaba asipotoka ndani yako, huwezi mfurahia mume wako. Nakwambia ukweli, hauwezi kuwa na hisia na mume wako, hauwezi kuwa na ukaribu na mume wako, kwa sababu jini mahaba atahakikisha amedhibiti hisia zako. Nini cha kufanya? Unahitaji kumpinga na kumkemea na kumuondoa huyo jini mahaba kwenye maisha yako, ikiwa unaye. Kwa sababu kuna mwingine hajapata maumivu yoyote, hajapitia changamoto yoyote, lakini anajikuta tu hana hisia na mwenza wake. Na hata akifanya namlizisha tu kwamba asije akatoka nje ya ndoa, lakini afurahi, na mwingine anaumia, mwingine aona kama kuna hali fulani haifikii. Limekuwa ni tatizo ambalo analipitia kwa muda mrefu. Limekuwa ni tatizo ambalo limekuwa kwenye maisha yako kwa muda mrefu. Neno la Mungu linasema wazi ya kwamba mwanamke tamaa yake itakuwa kwa mumewe. Kwa hiyo lazima mwanamke uwe na hisia na mume wako, uwe na hisia na mwenza wako. Hichi kilio kimekuwa kwenye ndoa nyingi. Ndoa nyingi zipo, lakini kwenye eneo la mahusiano ya tendo la ndoa imekuwa ni shida. Limekuwa ni tatizo. Limekuwa ni jambo ambalo watu wanasema tunalea watoto tu, lakini ndoa yenyewe ilishakufa zamani. Ndoa ilishakufa zamani, watu wanalea watoto tu. Lakini nataka nikwambie kwamba kuna uwezekano wa kurejesha afya ya ndoa yako. Kuna uwezekano wa kurejesha furaha ya ndoa yako. Kuna uwezekano wa kurejesha hisia zako. Nini cha kufanya? Nimekwambia ni muhimu kutambua ni mlango upi ambao umepoteza hisia zako. Kama ni maumivu ya kuumizwa, kupigwa, kudharauliwa, kushushwa thamani, na wakati mwingine unaweza kawa umepitia magonjwa fulani, na wakati mwingine inaweza ikawa kuna hali fulani ya kutokuhudumiwa kwa wakati, ulevi, kuna kitu kipendi kwa mwenza wako lakini mwenza wako hataki kubadilika, lakini pia kupata fumanizi la kindoa inaweza kuondoa na ikakupa ganzi kabisa, usiwe na ukaribu na mwenza wako. Wakati mwingine unakuta ulifanya fumanizi kwa njia ya simu, au umesikia taarifa za tabia fulani ambazo hazikufurahishi kwa mwenza wako. Hii pia inaweza kuondoa hisia kwa mwenza wako. Lakini pia jambo ambalo linaweza likaondoa hisia kwa mwenza wako, kuna mambo mengi, lakini pamoja na hayo, maneno yakizidi, maneno akiwa mengi, unapitia maneno mengi, kukosa muda wa kupumzika kwa muda mrefu, hii pia inaweza kuondoa hisia kwa mwenza wako. Ni vizuri pia kupata muda wa kupumzika. Ni vizuri kula vizuri. Ni vizuri kufanya mazoezi. Ni vizuri kushinda roho za magonjwa. Kuna magonjwa yakikuingia yanaweza kukufanya ukawa hauwezi kuwajibika sawa sawa. Kwa hiyo magonjwa hayo ni vizuri pia kukemea roho za magonjwa ambazo zimekuvamia. Kuna mwingine kuna ugonjwa umekupata, unakutesa, moyo wako unaumia, unasema mwenza wangu anateseka, mwenza wangu sijui itakuaje. Namuomba Mungu aweze kukuponya kama unaumwa. Na wewe ambaye unasikia ndani yako uchungu wa maumivu uliowahi kuyasikia, uliowahi kuyaona, uliowahi kuyapitia, amua kuachilia sasa. Kama kuna eneo ambalo linaweza likawapa faraga ya kutengeneza maisha kwenye ndoa, ni tendo la ndoa. Ukikwepa tendo la ndoa, umefanya shetani apate nguvu na kuitawala ndoa. Tendo la ndoa likikosekana kwenye ndoa, shetani ataitawala ndoa, ataiongoza ndoa, hakutakuwa na furaha tena ya ndoa. Amua sasa kuachilia. Amua sasa kusamehe. Amua sasa kushuka. Amua sasa kusema basi ilishatokea, anza upya. Mungu wa neema atakusaidia. Hisia zinaanzia kichwani. Amua sasa kumwambia Mungu, naomba mtengeneze mwenza wangu. Huenda kuna madhaifu yuko nayo, wakati mwingine huenda hana muda wa kukuandaa, hana maneno mazuri ya kukuandaa, anakuambia maneno mabaya, yale maneno yamekukatisha tamaa, yamekuvunja moyo. Wakati mwingine amekuwa hana utulivu, wakati mwingine amekuwa akisafiri mara kwa mara. Umekuwa unapitia wakati mgumu, unapitia nyakati ngumu, nasema Mungu itakuaje? Hili jaribu langu ni mpaka lini? Nataka nikwambia kwamba Mungu atakusaidia. Ni muhimu tu kuendelea kuliombea jambo hilo. Ni muhimu tu kuendelea kumuombea. Wakati mwingine mwanaume anaweza kavamiwa na pepo, lakini pia kuna wanaume wamevamiwa na majini mahaba. Lakini pia kuna wanaume wamekuwa na changamoto, hawana nguvu za kiume, ni kweli, lakini Mungu anataka kutumia wewe kurejesha nguvu za mume wako, kurejesha ujasiri wa mume wako. Usijikatie tamaa, usiwaze mawazo mabaya, usifikirie kutoka nje ya ndoa, usifikirie kuendelea na tabia ambazo uliwahi kuzipitia mwanzo. Amua kuitengeneza ndoa yako mwenyewe kwa kumuomba Mungu. Amua kuitengeneza ndoa yako mwenyewe kwa kusamehe. Amua kuitengeneza ndoa yako mwenyewe kwa wale mambo ambayo unayapenda, wewe ndio uyatengeneze.
Biblia imemtambulisha mwanamke kama mjenzi wa ndoa. Yaani mwanamke mwenye hekima huijenga nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe, lakini yule mpumbavu huibomoa nyumba yake kwa mikono yake. Kwa hiyo Biblia imemtambulisha mwanamke kama mjenzi wa ndoa. Kwa hiyo Mungu anaweza kukutumia wewe kujenga ndoa yako. Lakini pia hisia ambazo zimeondoka kwako, Mungu anataka kutumia na akakusaidia zikarejea tena. Mimi nitakuombea hapa ili ubongo wako ukubali kwamba wewe ni mwanamke. Ubongo wako ukubali kwamba safari ya ndoa bado inaendelea. Ubongo wako ukubali kwamba upweke sio maisha yako. Kuna mwanamke anaongea na wewe, umekuwa kwenye upweke wa muda mrefu. Umekuwa mpweke, yani umekuwa pako unachanganyikiwa. Wakati mwingine mambo yako yamekuwa haeleweki ni kwa sababu ya upweke, kukosa ukaribu wa mume wako kwa muda mrefu, kukosa mume wako kudhibiti na kuzikamilisha hisia zako kwa muda mrefu. Kwa hiyo umekuwa ni kama kuna kitu unakihitaji, ni kama kuna hali fulani unapitia, unachanganyikiwa, ni kama kuna kitu unakihitaji lakini ukielewi ni kitu gani. Ninamuomba Mungu akutulize. Namuomba Mungu akusaidie. Namuomba Mungu aifungue akili yako na fahamu zako. Namuomba Mungu akuweke huru. Na kama ni jini mahaba anayekutawala, anayezuia furaha, anayezuia mwili wako, anayezuia amani ya ndoa yako, akuachie kwa jina la Yesu. Kama kuna maradhi na magonjwa ambayo yamepata mlango wa kukushambulia ili tu yaweze kuondoa furaha ya ndoa, namuomba Mungu akuponye. Na kama mume wako au mwenza wako amefungwa na magonjwa au amevikwa roho fulani mbaya, tunao nafasi ya kuomba. Kwa utakapokuwa naomba, tunaomba kwanza kwa ajili yako, tutaomba kwa ajili ya mwenza wako pia, na tutaenda kuvunja roho za giza ambazo zinaweza zikawa zilipata mlango fulani. Inua imani yako sasa, nataka tuingie kwenye maombi. Utakiri maneno haya, sema: Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba unirehemu kwa kila nilichokiwaza, kwa kila nilichokifanya. Naomba unisamehe. Ninaomba uniondolee uchungu. Naomba uniondolee aibu. Niondolee upweke katika jina la Yesu. Na kataro ya uchungu, roho ya upweke, roho ya maumivu makali, na ikemea kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ninaomba uniponye. Ninaomba unifungue katika jina la Yesu. Basi napokuombea, naomba unisaidie kuweka mkono chini ya kitovu chako. Mungu, ninainua mkono huu, ishara kukuita juu ya mpendo huyu. Haijalishi ananisikiliza kutoka wapi, lakini naamini sauti hii inapenya na kufika popote duniani kwa mamlaka ulionipa kama muombezi. Baba, ninaomba umponye mtu huyu kisaikolojia. Muondolee hayo maumivu. Muonyeshe kwamba uko pamoja na yeye. Ni jaribu ambalo ilibidi alipitie. Huenda kuna jambo ambalo alikuwa analipitia, anaogopa kushare na mtu yeyote kwa sababu ya lilivyokaa. Halijakaa vizuri. Anaona kama anajizalilisha, anaona kama atamwaibisha mwenza wake. Pengine kuna jambo ambalo lilifanya adui akapata mlango. Pengine kuna mahali ambapo hisia zako zikahamia, ukajikuta zimehamia kwa mtu fulani, zimeondoka kwa mume wako. Nami naenda kila kinyume na hiyo mlango ambao adui aliitumia katika jina la Yesu, na kurejesha kama ulivyoomba rehema mbele za Mungu, na kurejesha kwenye hali ya kawaida. Huenda kuna maumivu ya ndoa ulipitia, huenda kuna uchungu wa mafumanizi, huenda kuna taarifa mbaya za kunyanyaswa kisaikolojia, kuonyeshwa kwamba hauna thamani, ulizipitia zikaondoa kabisa hisia zako. Nami nakuombea na kufungua hiyo maumivu ambayo inakutawala, ikuachie. Huo uchungu ambao unakutawala kwenye moyo wako, kuachie. Nami narejesha hisia zako kama mwanamke, narejesha ukamilifu wako kama mwanamke, na urejesha ukawe mwanamke uliyekamilika. Ewe pepo ambayo umekaa kwenye ndoa, ewe pepo ambayo umekaa kwa mtu huyu, ewe jini mahaba ambayo unamtawala mtu huyu, na kuvua kwenye vidole hivyo, na kuvua kwenye fahamu hizo, na kuvua kwenye ndoto hiyo, na kuvua katika ulimwengu wa roho. Toka kwa jina la Yesu. Toeka kwa jina la Yesu. Ninakemea kuanzia sasa. Ninakufungua. Hicho kifungo kikuachie. Hiyo aibu ikuachie katika jina la Yesu. Hayo maumivu ya ndoa, hayo maumivu ya mahusiano, hayo maumivu ya upweke, hayo maumivu unayoyapitia kuondoke. Mawazo mabaya na kutawala kutoke kwa jina la Yesu, na kufungua. Vifungo vyote vikatike. Nguvu za giza zikatike. Kama kuna mahali adui amemkamata mwenza wako, na mfunguo uko aliko, nawe tamka afunguliwe kwa jina la Yesu. Roho chafu yote ambayo imemvaa, tabia ambayo yote ambayo imemvaa, sema afunguliwe kwa jina la Yesu. Sema na mfungua mwenza wangu, mfungue kwa maombi, mfungue kwa jina la Yesu. Hiyo roho chafu inayomwendesha imwachie kwa jina la Yesu. Roho ya mafarakano kwenye ndoa, roho ya mapishano kwenye ndoa, toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu.
toka kwa jina la Yesu. Nakemea hiyo nguvu ya giza, nakemea huo mpango wa shetani uliopata nafasi kuharibu ukaribu wenu, kuharibu hisia zako, na vunja na kuharibu kwa jina la Yesu. Maumivu makali uliyowahi kuyapitia ya kuachia kwa jina la Yesu. Magonjwa kwenye mfumo wa kizazi na yaondoa na yakemea, toka kwa jina la Yesu. Magonjwa mbalimbali ambayo yanakushambulia kwa muda mrefu ya kuachie, uwe mzima kuanzia sasa, uwe mzima kuanzia sasa, uwe mzima kuanzia sasa. Roho ya kutokujiamini, roho ya hofu na mashaka iliyokuingia ikuondoke. Toka we pepo la hofu, toka cha hisia za mwanamke huyu, toka cha hisia zake, toka cha hisia zake, toka cha mawazo yake, achia ufahamu wake. Ninakukomboa kwenye kila ila, na kukomboa kwenye kila madhabahu, na ivunja madhabahu, na vunja ile kongwe, na vunja hiyo nguvu ya giza, na vunja hiyo roho chafu ambayo imekutawala, ikuachie kwa jina la Yesu. Pokea ufungulivu, pokea ufungulivu. Nguvu za giza, spiritual husband, toka we jini mahaba, toka we pepo la baharini, toka wewe mwanaume wa usiku unayetawala hisia, ondoka na kufukuza moto huo moto, natuma moto hapo hapo ulipo, moto naunguza hizo nguvu za giza. Ungua sasa, nyongwa roho za nyoka, roho za kichawi zilizokaa kwenye ndoa, ungua kwa jina la Yesu. Uchawi huo unaunguza, uganga huo unaunguza, nguvu za mapepo, moto, toka cha hisia, toka cha nguvu, toka cha ukaribu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na kurejesha tena kwenye nafasi yako, narejesha tena ukaribu wa wewe na mwenza wako, katika jina la Yesu Kristo nimekuombea. Pokea ufungulivu kwa jina la Yesu, amen. Mungu wa mbinguni akubariki. Ombea maombi haya mara kwa mara, omba tu, inua tu imani yako. Amua kusamehe, amua kuitafuta amani. Amani inatafutwa, amua kutafuta amani. Iambie tu akili yako umekubali yaishe, na samehe. Haijalishi mlikuwa mmewekeana visasi kiasi gani, jishushe, amua kurejesha amani. Na kuambia ukweli, hakuna mwanaume anayeweza kuwa mjanja akishaingia kwenye ukaribu wa mwanamke. Mwanamke unaweza kumfanya mume wako awe kama vile utakavyo. Tumia eneo hilo la tendo la ndoa vizuri, kwa sababu hapo ndio penye kila kitu unachokitaka kwa mume wako. Kwa hiyo basi, amua sasa kupata muda wa maandalizi. Mwanze kujiandaa mapema, anzeni kuandaana mapema. Mpe muda, peaneni muda. Hii itawasaidia. Punguza majukumu mengi na ubize mwingi. Hii itawasaidia. Jishughulishe, tengeneza mazingira mazuri, weka nyumbani mazingira mazuri, weka vitu vizuri. Mungu atakusaidia, Mungu atakutetea. Utaona hali yenu ya kwanza imerejea. Amueni kusameheana, amueni tu kwamba sasa imetosha, wacha tusameheane ili maisha yaendelee, na hili litaleta afya ndoa yenu. Mungu wa mbinguni akubariki. Lakini pia uende unasikiliza baba, nawe kuna mambo ambayo yanaweza kukusaidia na yanaweza kukufanya uweze kurejesha ndoa vizuri, nawe amua kuachilia. Utakaa na hiyo hali mpaka lini? Hayo magomvi yataendelea mpaka lini? Hizo vita mpaka lini? Hilo tatizo mpaka lini utakaa nalo ndani? Amua sasa kumwambia Mungu, naomba unisaidie. Pata muda na wewe wa kuombea ndoa yako. Mwambie Mungu, naomba uingilie kati kwenye ndoa yangu. Mungu ni mwaminifu, atakusaidia, nami nakuombea. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Wewe unahitaji msaada zaidi wa kimaombi, karibu kwa namba ya WhatsApp. Nataka unipe ushuhuda, kuna kitu Mungu amekufungua, karibu kwa namba hiyo, andika WhatsApp, niandikie jina lako na ushuhuda ambao Mungu ametenda, nami nitamtukuza Mungu kwa ajili yako na kuzidi kukuombea. Lakini uko mtu mwingine anasema, mtumishi wa Mungu, nimesikia kuguswa, nimesikia kuhudumiwa na kubarikiwa, nahitaji nisindikize maombi haya au ibada hii kwa sadaka yangu ya hiari ya kupenda. Karibu kwa namba iliyoandikwa sadaka. Mungu wa mbinguni akubariki. Mtandao wa kijamii, unatamani kunifuatia zaidi, ingia YouTube kwa kuandika Maombi ni Dawa au Maombi Tiba. Utakuwa mmoja kati ya wanafamilia wa Maombi ni Dawa. Barikiwe, uwe na wakati mzuri.